katika dunia hii ya giza. Mahali popote wewe ng'aa, mahali popote wewe ng'aa. Yesu anataka tuwe nuru kama mshumaa wang'aa usiku katika dunia hii ya giza. Mahali popote wewe ng'aa. Yesu alipokuwa anatoka Galilaya akapita Yudea akielekea Yerusalemu. Kabla hajafika Yerusalemu, alipovuka ng'ambo ya mto Yordani, makutano walimfuata. Lakini katika yale makutano kulikuwa na mama ambao wana watoto. Walimpelekea Yesu aweze kuwagusa na kuweza kuwabariki. Lakini wanafunzi wake waliwakataza wale wamama kwamba wasisogee karibu na Yesu Kristo. Inawezekana walikuwa wakiamini kwamba Yesu anafanya kitu cha msingi zaidi kuliko hata cha kubariki watoto. Kwa hiyo hata kipindi kile bado hata wanafunzi wa Yesu bado walikuwa hawatambui umuhimu wa watoto. Lakini Yesu Kristo alikuwa anatambua umuhimu wa watoto. Walipokuwa wakiwakataza wasimsogelee Yesu Kristo, kuna kitu alisema. Mmoja ambaye ana sauti nzuri alisomee hii Mathayo 19 na ile 14. Mathayo 19 na ile fungu la 14. Umepata? Naam, karibu. Anasema, naam. Lakini Yesu akasema, wacheni watoto wadogo waende kwa nani? Waende kwa Yesu, ndio. Wala msiwazuie. Maana walio mfano wa hao, ndio, ufalme wa mbinguni ni wao. Asante. Kwa hiyo walipoona wanapambana kuwazuia watoto wasimsogelee Yesu Kristo, wakiamini kwamba ana vitu vya msingi vya kufanya kuliko kuwahudumia hawa watoto, lakini Yesu aliwaona watoto ni wa thamani. Sio tu wale, hata sisi kwenye makanisa yetu kama nilivyosema maadamu hapo, tunawapa ukoko, si ndio? Tukiamini kwamba ni hawezi wakahoji kwa sababu ya madhaifu yao, kwamba mtoto mdogo hawezi kufanya nini akahoji, hata tena watagombania. Yeye anachojali ni kufanya nini, kwa sababu ya sifa zao. Sasa watoto wana sifa kuu tatu. Watoto wadogo wana sifa kuu tatu. Kama unaandika, andika sifa za watoto. Sifa za watoto. Sifa ya kwanza, watoto wana ujinga. Tusomee Mithali 22:15. Kwa sifa ya kwanza, watoto wana ujinga au mtoto ana ujinga. Mithali 22:15 anasema, ndio. Ujinga umefungwa ndani ya moyo wa nani? Wa mtoto. Ndio. Lakini fimbo ya adhabu itaufukuzia mbali. Kwa sifa ya kwanza isha hapo. Sifa ya kwanza, mtoto ana ujinga. Sifa ya pili ya mtoto, huamini kwa urahisi. Huamini kwa urahisi. Angalia Mathayo 18:3. Ndio. Ndio. Akasema, amini nawaambia, msipoongoka na kuwa kama vitoto, ndio, hamtaingia kamwe katika ufalme wa nini?
Sasa kumbe sifa ya watoto nyingine nzuri, huamini kwa urahisi. Kwa hiyo sifa ina pande mbili. Kuamini kiurahisi hivyo inategemeana. Kama ni mazuri ni jambo jema, kama ni kuamini kibaya ni jambo ambalo sio zuri. Lakini sifa ya tatu, kudanganyika kwa urahisi. Waefeso 4:14. Waefeso 4:14. Efeso 4:14 inasema, ndio, ili tusiwe tena watoto wachanga. Ili tusiwe tena watoto wachanga, ndio. Kutupwa huku na huku. Kutupwa huku na huku. Na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu. Na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu, ndio. Kwa hila ya watu. Kwa hila ya watu. Kwa ujanja. Kwa ujanja. Tukizitafuta njia za udanganyifu. Tukizitafuta njia za udanganyifu. Kwa hawa watoto, sifa ya tatu, kudanganyika kwa urahisi. Kwa hiyo kati ya sifa zote hizi tatu ambazo tumeziona hapa, ni sifa ambazo zimegawanyika katika pande mbili. Tumesema ana ujinga, tumesema huamini, lakini pia tumesema hudanganyika kwa urahisi. Kwa hiyo watoto tunawachukulia katika kundi ambalo tunasema ni kama kundi la kuangaliwa kwa ukaribu, kwa sababu hudanganyika kwa urahisi, huamini kwa urahisi, lakini pia ujinga ni mwingi. Kwa hiyo lazima hao watoto tuangalie kwa ukaribu ili waendelee kuwa salama. Tamko la ustawi na thamani ya watoto, Waadventista wa Sabato wanakiri haki ya kila mtoto kuwa na mazingira ya nyumbani yaliyo madhubuti na yenye furaha na yenye uhuru na msaada unaohitajika ili kuweza kukua na kuwa kama Mungu aliyedhamiria awe. Kwa hiyo ni tamko la Waadventista kwamba mtoto ana haki ya kuwa katika mazingira mazuri, alindwe, awe na furaha nzuri, lakini pia awe na uhuru, awe na msaada unaohitajika ili aweze kukua na kuwa kama Mungu anavyotaka kuwa. Watoto wanaharibiwa na kunyanyaswa pale wanapotumika kama wafanyakazi kwa bei ndogo. Najua katika majumba yetu tuna watoto, wakati mwingine tunafanyisha kazi ambazo ni kubwa, lakini malipo ni kidogo. Hadi taasisi ambazo zisizo za kiserikali zinaingilia kati, tunasema tutengeneze sheria kwamba wafanyakazi wote wa ndani wawe na sheria moja inayowalinda. Ni kwa sababu wamekuwa wakiteswa kila siku. Kwa wamekuwa wakifanya kazi kubwa, lakini malipo ni kidogo. Huo nao pia ni unyanyasaji. Mtoto anaamka saa 11, wakati mwingine saa 10, analala saa 6 kila siku. Hiyo ndio ratiba yake. Alafu kwa mwezi wanalipwa shilingi ngapi? Hebu tusaidiane. 50,000 ya 50, 30. Ya kuna range pale wanaanzia 30,000, 40, 50. Hivi wewe amiri kwa mfano ukapewa 30,000 kwa mwezi. Kwa hiyo ni unyanyasaji fulani ambao unafanyika kwa watoto ambalo sio jambo zuri. Lakini pia watoto wadogo hawa, kwa sababu hawana uwezo wa kuhoji, wanachukuliwa na kila aina ya elimu